Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya ukuu wa mkoa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Donald Wilson Msengi naapa kwamba katika kazi yangu ya ukuu wa mkoa, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kiapo cha Katibu Mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango, Tausi Mbaga Kida. Mimi Tausi Mbaga Kida naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Tausi Mbaga Kida naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya Katibu Mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Tausi Mbaga Kida naapa kwamba katika kazi yangu ya Katibu Mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi yangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Mwenyezi Mungu nisaidie. Kiapo cha makatibu wakuu. Fredi Matola Msemwa. Mimi Fredi Matola Msemwa naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Fredi Matola Msemwa naapa kwamba nitatumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais, Uwekezaji. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Fredi Matola Msemwa naapa kwamba katika kazi yangu ya Katibu Mkuu, Ofisi ya Rais, Uwekezaji, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
James Peter Mataragio. Mimi James Peter Mataragio naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi James Peter Mataragio naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya Katibu Mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi James Peter Mataragio naapa kwamba katika kazi yangu ya Katibu Mkuu kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Waziri Rajab Salum. Mimi Waziri Rajab Salum naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Waziri Rajab Salum naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya Katibu Mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Waziri Rajab Salum naapa kwamba katika kazi yangu ya Katibu Mkuu kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kiapo cha makatibu tawala wa mikoa. Toba Alnason Nkuvila. Mimi Toba Alnason Nkuvila naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Toba Alnason Nkuvila naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya Katibu Tawala wa mkoa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Toba Alnason Nkuvila naapa kwamba katika kazi yangu ya Katibu Tawala wa mkoa kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.
Stephen Justice Nindi. Mimi Stephen Justice Nindi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Stephen Justice Nindi naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya Katibu Tawala wa Mkoa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Stephen Justice Nindi naapa kwamba katika kazi yangu ya Katibu Tawala wa Mkoa, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Mwenyezi Mungu nisaidie. Subiri Akomeligwe Kajela Joshua. Mimi Msubiri Akomeligwe Kajela Joshua naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Msubiri Akomeligwe Kajela Joshua naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya naibu katibu mkuu. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Msubiri Akomeligwe Kajela Joshua naapa kwamba katika kazi yangu ya naibu katibu mkuu, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Mwenyezi Mungu nisaidie. Rose Zakaria Ambrose. Mimi Rose Zakaria Ambrose naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Rose Zakaria Ambrose naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya naibu katibu mkuu. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Rose Zakaria Ambrose naapa kwamba katika kazi yangu ya naibu katibu mkuu, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Mwenyezi Mungu nisaidie.
Baraka Haran Luvanda. Mimi Baraka Haran Luvanda naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Baraka Haran Luvanda naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya naibu katibu mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Baraka Haran Luvanda naapa kwamba katika kazi yangu ya naibu katibu mkuu, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Aristides Robert Mbwasi. Mimi Aristides Robert Mbwasi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Aristides Robert Mbwasi naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya naibu katibu mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Aristides Robert Mbwasi naapa kwamba katika kazi yangu ya naibu katibu mkuu, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mohamed Ali Sheikh. Mimi Mohamed Ali Sheikh naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Mohamed Ali Sheikh naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika ngazi ya naibu katibu mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Mohamed Ali Sheikh naapa kwamba katika kazi yangu ya naibu katibu mkuu, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
Emmanuel Daudi Tayari. Mimi Emmanuel Daudi Tayari naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na nitakuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Emmanuel Daudi Tayari naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya naibu katibu mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Emmanuel Daudi Tayari naapa kwamba katika kazi yangu ya naibu katibu mkuu, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Fabian Magawa Madele. Mimi Fabian Magawa Madele naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Fabian Magawa Madele naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya naibu katibu mkuu. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Fabian Magawa Madele naapa kwamba katika kazi yangu ya naibu katibu mkuu, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Mwenyezi Mungu nisaidie. Kiapo cha naibu katibu mtendaji Tume ya Taifa ya Mipango, Sostenes Laurent Kewe. Mimi Sostenes Laurent Kewe naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Sostenes Laurent Kewe naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya naibu katibu mtendaji Tume ya Taifa ya Mipango. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Sostenes Laurent Kewe naapa kwamba katika kazi yangu ya naibu katibu mtendaji Tume ya Taifa ya Mipango, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo.
au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kiapo cha Balozi Marco Elisha Gaguti. Mimi Marco Elisha Gaguti naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Marco Elisha Gaguti naapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya balozi. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Marco Elisha Gaguti naapa kwamba katika kazi yangu ya balozi kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba sasa umruhusu Katibu Mkuu Kiongozi aweze kuketi. Na sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninayo heshima kubwa ya kumkaribisha Kamishna wa Maadili Mheshimiwa Jaji Sivangila Mwangesi ili aendelee na taratibu za kiapo cha maadili wa viongozi waliokula kiapo hivi punde. Mheshimiwa Jaji Mwangesi, karibu. Ya, sasa niwaombe wote ambao mtatoa ahadi mbele ya Mheshimiwa Rais tusimame. Ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma. Ndio msingi maadili iliyoainishwa katika ibara ya 132 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na masharti ya sheria ya maadili ya viongozi wa umma ya mwaka 1995 ambayo yanatamka kila kiongozi wa umma kuzingatia viwango vya juu vya maadili ili kukuza utu, uwazi, uadilifu, uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa umma. Mimi Toba Alnason Nguvira ninawaahidi umma kwamba nitakuwa mzalendo na mtii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Nitakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma, watumishi wa Bunge, watumishi wa mahakama na watumishi wengine katika kukuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu kwa maslahi binafsi au ya familia yangu, ndugu zangu, na marafiki zangu au mtu mwingine. Nitalinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma. Nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitatenda kitendo chochote cha rushwa. Sitaomba, kutoa au kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria. Sitatoa shinikizo linalokiuka sheria, kanuni, taratibu na miongozo katika utendaji kazi za umma. Sitatoa siri ambazo nitazipata au kuzijua katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria itaelekeza vinginevyo. Nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepuka mgongano wa maslahi na aina yoyote, na mara zote nitatoa uamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria. Nitatoa huduma bora kwa usawa kwa watu wote bila kujali misingi ya dini, siasa, kabila, udugu, utaifa, ukanda, jinsia au hali ya mtu. Na nitazingatia na kulinda heshima ya nafsi yangu na uongozi wa umma ninapokuwa kazini, nje ya mahali pa kazi na hata nitakapostaafu au kuacha kazi. Tamko. Ninakiri kwamba nimeisoma hati hii ya ahadi ya uadilifu kabla ya kuweka saini. Ninakubali na kutambua kwamba masharti yaliyomo katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria na ninawajibika kuyatekeleza. Ninaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni ukiukwaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi, na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiuka masharti hayo. Na washukuruni, naomba mkae na kuweka saini zenu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Hamza Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, waheshimiwa mawaziri, ndugu Moluli Majura Mahendeka, Katibu Mkuu Ikulu, ndugu makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo, Mheshimiwa Albert Chalamila, mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Jaji Sivangilo Mwangesi, kamishna wa maadili, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, karibuni Ikulu ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, baada ya kukamilika kwa taratibu zote za viapo kwa viongozi uliowateua, ninayo heshima kubwa sasa ya kukukaribisha Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, karibu. Tusimame. Tukae. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Emmanuel Nchimbi,
Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Jaji Masaju, Waheshimiwa mawaziri mliopo na manaibu mawaziri, Balozi Dr. Moses Bagole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali, waheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo nasi, waheshimiwa wakuu wa mikoa kipokewa na mwenyeji wenu Albert Shalamila wa Dar es Salaam, viongozi wote wa serikali mliopo nasi hapa, ndugu wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Kwanza kabisa ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu kutujalia kuweko hapa na kutuwezesha kufanya tulilolikusudia. Nataka niseme kwamba ni hatua nyingine ya kubadilika. Maendeleo ni mabadiliko na hii ni hatua nyingine ya mabadiliko. Kimabadiliko haya ni katika jitihada za kuongeza kasi ya utekelezaji, kuimarisha uwajibikaji na kulinganisha majukumu na vipaumbele vya taifa letu. Lengo ni kuimarisha mahitaji ya mwelekeo wa utekelezaji wa shughuli za serikali ili kuendana na kasi inayolingana na matarajio ya wananchi. Nataka nipige mstari hapo. Lengo ni kuendana na kasi ya matarajio au mahitaji ya wananchi. Hivyo niwapongeze sana mlio hapa leo. Mmeaminiwa kwa uwezo, uzoefu na uadilifu. Niwatake mkaishi na kiapo mlichowapa hapa leo. Mkaishi nacho, lakini pia kuna kiapo cha maadili ambacho mmesaini kopi mbili, moja mtapewa, mwe mnairudia kila mara. Lakini kile mlichowapa hapa leo, kama mtu atakuwa amesahau vasi yoyote, Katibu Mkuu Kiongozi anavyo, atakupa urudie. Sasa maelekezo yangu kwenu wakuu wa mikoa, Kanali Yahya Ramadhan Kido, nimekupanga Kagera, na Kanali Donald William Msengi, wewe utakwenda Mtwara. Hii ni mikoa muhimu ya kimkakati kwetu, lakini pia ulinzi na usalama wa nchi yetu. Tutakupangieni ma-DC ambao mnaweza kwenda nao na lugha moja ili kwenda kuimarisha ulinzi katika mikoa ile. Ni mikoa ya kimkakati kwetu na ni imani yangu kwamba mtakwenda kufanya kazi vizuri. Wasia wangu kwenu ni kushirikiana na mtakao wakuta madedi, wakuu wa wilaya na wengine ambao mtawakuta au mtakao waletea ili mfanye kazi vizuri. Narudia, ile miwili ni mikoa yote, ni mikoa muhimu. Ile miwili ni mikoa ya kimkakati kwa usalama wa nchi yetu, na ndio maana nimetoa makanal jeshini, nimewapanga huko. Kwa makatibu wakuu, Dr. Tausi Mbaga, mipango, nimekuvisha kofia mbili, ni katibu mkuu wa mipango na uwekezaji, lakini pia ni katibu mtendaji wa tume. Madhumuni ni kwamba utakalolipanga huku na utekelezaji wa huku viendane sambamba. Viendane sambamba, mtu ni yule yule. Kinachopangwa ndani ya wizara kama sera, na unapokuja kwenye utekelezaji kitu ni kile kile, unasimamia pale pale. Na ndio maana Dr. Msemwa naye nikampeleka uwekezaji ili naye akasimamia uwekezaji. Kuna pangwa dira, polisi na mambo mengine, utekelezaji kutushushia mipango ndani ya tume, na Bwana Msemwa ni mtekelezaji kule uwekezaji. Nataka mkaimarishe usimamizi wa utekelezaji wa mipango ya taifa, na eneo hili ndilo eneo la utekelezaji wa dira yetu. Na kwa bahati nzuri nyewe wenyewe ndio mlikuwa wasimamizi na waandishi wa dira ile. Kwa hiyo mnajua kiliomo, mnajua nini cha kwenda kufanya. Nachotaka kuwaambia katika utekelezaji wa sera na mipango mliotushushia
kupitia Waziri Kitila. Tunako kwenda mbele kuanzia nadhani mwaka wa fedha ujao tunapoanza kutekeleza dira. Tumesema katika utekelezaji wa shughuli za uchumi, serikali itawajibika 22%, private sector 70%, na mashirika yetu ya umma 8%. Nataka mkafungue, kwa sababu private sector kwa hivi tulivyojitia makufuli haitakuja. Tunazungumza PPP, lakini sheria zetu zina makufuli. Nataka mkayafungue makufuli. Wale wa private sector waje wawekeze nchini, ndipo takapoipata 70%. Mmekuwa na mimi kwenye safari zangu za nje, mmekuwa mkinisikia ninavyoahidi wawekezaji, na mmeona hamu ya wawekezaji kuja Tanzania. Sasa wasije halafu tumwafungia mlango. Hapana, nataka mkafungue, wawekezaji zije, FDI zije nchini, tuweke vitega uchumi hapa ndani ya nchi na taifa linufaike. Kwa hiyo ni kwa upande wenu, lakini kwa katibu mkuu, makatibu wakuu wengine ni ndugu Mataragio. Kuna siku nilikuapisha nikasema wewe ni spare part yangu. Kwa hiyo kila ninapoitumia spare part wewe usishangae. Sasa nimeona nikutumie kwa katibu mkuu upande wa gesi na mafuta. Tutakwenda kusaidiana na Feli. Feli yuko? Feli atasimamia nishati, kwa sababu katika dira yetu, katika ilani yetu tukifika 30 tunatakiwa kuwa na megawatts ngapi Feli? 8,000. 8,000. Hiyo ndio kazi yako. Tukitumia jua, tukitumia maji, tukitumia thermo, tukitumia nini, wote huko mbele nataka zile megawatt 8,000 ziwe zimepatikana. Na kwa maana hiyo Mataragio unakwenda kusimamia gesi na mafuta. Mambo yote yanayohusu gesi na mafuta mimi nitakukaba wewe. Kwa hiyo hayo ndio mambo yako. Anayefuata waziri. Waziri, umekaa na mimi muda mrefu, umefanya kazi nzuri sana. Akiambiwa mama kaupiga mwingi na wewe umo, sababu wewe ndio mtu wangu wa hapa. Lakini kazi yangu ni kulea na kukuza, si kulea na kudumaza. Na ndio maana wengi niliowalea na watoa na wapa posti, nendeni kafanyeni na sukuma vipaji mbele. Nimepiga jicho hapa nikamwona Blandina. Blandina, hebu simama. Huyu alipokuwa na mimi nikimuita my giraffe. Sasa nimempeleka tume ya mipango na ninauliza anafanya vipi, naambiwa safi. Kwa hiyo ndo kazi yangu, kulea na kutoa, na nimetoa wengi. Nimetoa kina Juma Mkomi, sasa hivi makatibu wakuu utumishi, wanafanya vizuri. Nimetoa kina Felista, nimetoa Magoti DC, mnakisikia huko kina nguruma. Kwa hiyo kazi yangu mimi kama hatchery, nalea halafu na watoa, nendeni kakueni. Kwa hiyo babangu nimekupeleka ukakue. Lakini jengine, unajua ninachokitaka. Umekuwa na mimi kwa muda mrefu, unajua ninachokitaka. Kashirikiane na waziri wako. Waziri yuko? Kashirikiane na waziri wako. Nataka viwanda. Baseline yangu ni pale alipoacha Jafo. Ripoti yake kanambia kuna viwanda kadhaa, vikubwa, vidogo, vya kati, vya nini. Nataka niwapime kwa idadi ya viwanda nitakavyoleta nchini. Kwa ukubwa wa biashara, utanuzi wa biashara tutakao kuwa tunafanya na nchi za jirani, lakini na nchi za nje. Hicho ndicho kipimo changu kwenu. Kwa sikuwaweka pale mkacheke na wafanya biashara, mkacheke na wana viwanda, mzunguke tu kwenye viwanda. Hapana. Vutieni biashara, vutieni viwanda. Kama hamjafahamu, waziri unajua vya kunifika, mchukue mwenzio waziri wako, njoni nikatukae tueleweshane. Haya. Mwingine Nguvila. Nguvila, we ni rasi wa muda mrefu, na ulipoomba ruhusa kwenda kwenye bunge nilijua hakika utakwenda kupigwa hurudi. Nilijua hurudi. Lakini kasema mtoto akitaka wembe
Mpe, ukishamchinja atajua, si ndio? Kwa hiyo wembe umekuchinja mwanangu. Nikasema ngoja upumzike kidogo, lakini utendaji wako na ujua vizuri sana, na kurudisha na kupeleka Arusha. Arusha unaijua, Arusha imechangamka, Arusha ina mambo mengi, Arusha ni sura ya nchi yetu. Tuna accommodate pale taasisi za kikanda za kimataifa. Nataka ukafanye kazi na kuamini, na najua unaweza. Kanifanyie kazi ya Arusha. Na nikumbushe tena jina Kewe. Kewe huku Nindi. Nimekupeleka mifugo, kilimo. Umekuwa rasi Njombe. Bosi wako yuko nyuma hapo, anahangaika na lishe, na nadhani amefanya vizuri. Ameweza kupunguza kiwango cha udumavu na yale matatizo ya lishe, si haba. Saka msaidia afanye vizuri. Lakini Njombe ni mkoa tunaotegemea kilimo, ni katika mikoa inayolisha Tanzania, ni katika mikoa inayolima mazao ya biashara. Kwa hiyo nenda kamsaidie Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Na Mheshimiwa mkuu wa mikoa, utaona kwamba ninachofanya ni patches tu, anayestaafu sijui anaye ni patches tu nafanya, kwa sababu mliopo na waamini, mliopo nimeona kazi yenu. Kwa hiyo twendeni tukachape kazi, lakini kazi pamoja na utu, ili nchi yetu isonge mbele, sawa? Kwa hiyo Nindi, bosi yuko nyuma hapo, amekuja kupokea. Nenda kachape kazi. Anayefuata Nsubili Joshua. Hili jina la kati miaka yote imekaa na wewe, silijui. Akomeligwe silijui, najua Nsubili Joshua tu, lakini ni katika ile HR tunalea na kutoa. Nadhani pamoja na Rose hivyo hivyo. Tunalea, tukiona wako vizuri tunasema pelekeni vipaji nje. Kwa hiyo nendeni kafanyeni kazi zenu za unaibu katibu mkuu kama tulivyowaamini. Nendeni kasukumeni sekta zenu. Mnayajua yaliyoko huku. Nimekaa na nyinyi muda mwingi kwenye baraza la mawaziri. Dokumenti zangu zote zikitoka kwangu zinakuja kwenu. Zinafanywa uchambuzi, mnaziangalia, mnatoa recommendation. Yale ma recommendation sasa katekelezeni. Kawasaidieni mabosi wenu mkatekeleze yale mliokuwa mkinambia, Mheshimiwa tunaomba uridhie hili na hili lifanyike. Nasema okay, kama ulivyopendekeza, ulivyoshauri, chukua hatua. Sasa kachukueni hatua. Rose, unakwenda maji, si unajua umuhimu wa maji. Na katibu mkuu wako Mwajuma, Mwajuma ni engineer, bosi wako yuko nyuma hapo Aweso. Hawa wote mimi nawaita watoto wa Tundu. Wako hivi, hawatulii. Nataka nawe ukafuate huko. Yale mambo ya kuelemea kwenye deski kufanya analysis ya maandiko nayo kuchushia, sasa nenda kawasaidie. Maji muhimu, tupate maji. Na kikubwa kuhangaika fedha ya maji iko wapi, ili tumalize ile 10% iliyobaki, kila mwananchi awe na maji safi na salama. Sawa mamangu? Haya. Luvanda. Hivi Luvanda nimekupeleka wapi? Mazingira. Wewe ulikuwa balozi muda mrefu. Kwa hiyo umekuwa ukiasikia yanayosemwa, umekaa India, umekaa Japan, umekaa wapi tena mwisho? India sawa na Japan. Alafu nikakurudisha. Haya, sasa nakutwika mzigo huu. Masauni yuko? Yuko naibu waziri wako yule pale. Nenda kawasaidie. Kikubwa ni carbon credit. Pesa nyingi tunanyang'anywa. Watu wetu wanapata, ukiangalia Tanganyika wanajisifu, tunapata mpaka 9 billion kwa carbon credit. Lakini wanaweza wakapata hata 20 billion. Yule wakatikati yule anayechukua huku na kuuza kule, anachukua pesa nyingi sana. Kwa nenda kashirikiane na kituo, msimame vizuri, tupate haki yetu, pamoja na mambo mengine ya mazingira. Mazingira yetu yameharibika sana, tunapanda miti kwa sana. Nenda kasaidiane na utakao kuta. Muyungi yupo. Yule ni guru la mazingira na ndio bosi wako. Kwa hiyo nendeni kafanyeni kazi pamoja. Haya. Anayefuata ni nani? Mbwasi. Nimekupanga wapi? Viwanda na biashara.
Kwa hiyo nyinyi wawili, katibu mkuu na naibu, ni wapya, lakini sio wapya kwenye concept yote ya uchumi wa viwanda. Kwa nendeni kamsaidieni waziri, mchape kazi. Sawa? Haya. Anayefuata Sheikh, wewe uvuvi pamoja na mifugo ni nani? Aha, mifugo na uvuvi, sekta zenu, na bosi yuko nyuma hapo. Nilikuwa namuona anapambana huko mikoani huko na wafugaji na wavuvi. Sekta yenu ni sekta muhimu sana kwa vijana wetu, sana sana. Nadhani juzi au juzi nilikuwa na kikao na baadhi ya mawaziri hapa na watu ambao tunahitaji watusaidie, lakini katika kuibua sekta zenye low hanging fruits ni mifugo, uvuvi na kilimo. Hizi ni sekta ambazo tukizisimamia kikweli kweli kisayansi zitachukua vijana wengi sana kwenye ajira. Lakini si tu kuchukua vijana, italeta mapato mengi sana nchini. Na ni sekta ambazo mavuno yake yanatakiwa kwa haraka. Tukiangalia hapa nchi za Gulf zinataka nyama iliyochinjwa na nyama hai. Wanyama hai kwa season zao, lakini nyama iliyochinjwa kwa kiasi kikubwa sana. Hatuwezi kunani. Sasa mpaka tuisimamie BBT mifugo, vijana wale wafuge na wengine wafuge, wafugaji wa kawaida wafuge, tuwabadilishe, ndio tutaweza kuuza kwa wingi kwenye hayo masoko. Lakini uvuvi vile vile. Sasa hivi ni samaki ya kufugwa tu. Wenzetu wanakula kila kitu, vyakula hakuna. Kuna soko la China hatuwezi kulimaliza. Tukifuga vizuri, tukifuata standards, na wewe ni bingwa sana kwenye ufugaji, kwenye uvuvi, tutakwenda vizuri. Lakini jengine, yale mapato tunonyang'anywa kule high seas. Mimeli inakwenda kule, si tunategemea mapato ya leseni tu. Lazima tubadilike sasa. Tubadilike na tujue wanachukua nini, na lazima wa process kile wanachokichukua, lazima wa process ndani. Kwa hiyo tuende kutoka na mabadiliko ya sera, mabadiliko ya sheria, lakini lazima tusimamie sekta zifaidishe taifa letu. Sawa? Haya. Nikitoka hapo bwana, viwanda vingine, kuna operation ya viwanda vya dawa. Kipimo chako ni kuifanya Tanzania ijitegemee kwa 70% ya zile dawa tunazoweza kuzalisha. Najua waziri yuko hapa. Yuko. Najua kuna kazi imeanza kufanyika ya viwanda. Nenda kaisimamie. Lakini muelewe wanaowekeza ni kina nani. Kuna watu wengi wanahamu kuja Tanzania, wanakwamishwa ardhi, wanakamishwa na ukiritimba wetu. Nataka ukasimame. Viwanda vya madawa vijengwe humu ndani. Vijengwe na tujitegemee. By 2030 tujitegemee kwa 80%. Sawa? Haya, utasemwa mengi, sijui wa Crown Radio, sijui wa Crown nini. Sicho nilichokupelekea. Najua unaweza. Unaweza kusimamia viwanda vya madawa. Wawekezaji, nenda kasimamie. Mifugo nani tayari? Kewe. Naibu katibu mkuu wapi? Tume ya mipango ya kwako nimeshasema pamoja na mabosi wako wawili wale pale. Na wewe si nimekutoa mle ndani nimekupandisha. Ndio? Au nimekutoa nje nikakuleta? Private sector. Very good. Sasa ile mawazo ya private sector, corporate thinkings, nenda kasaidiane nao. Vizuri hata Tausi alitoka private sector, tumejitahidi sana kumbadilisha awe mserikali, kabadilika lakini hajalewa sana. Na wewe umetoka private sector, nendeni katupangieni. Yale mnayokaa kututeta kule nje kwenye private sector. Serikali ingefanya hivi ingekuwa hivi. Serikali sasa kafanye. Sawa? Nenda kakae na uongozi uliopo, peleka mawazo ya nje, tuikuze tume yetu ya mipango. Iwe na ufanisi na kila kitu. Halafu wa mwisho, Kaguti, nakusudia kukupa mamlaka ya nchi hii kwenda kuiwakilisha nje. Na utakapo kwenda kule, wewe umeibeba Tanzania yote mgongoni kwako. Kwa hiyo
Nadhani ukitoka hapa, naibu waziri wako yuko hapa, waziri nimemtuma huyu hapa, wataenda kukupeleka chuoni. Nadhani kuna crash program ya wiki 2 sio ya 3. Baada ya hapo watakuwa wamejua kituo chako ni kipi, wanakwenda kufundisha ubalozi kwanza. Lakini wakati mwingine ubalozi mimi huona kama mnafanya uvivu, make zile protocol, fundishwe sijui kifungo ufungeje, vifungo sijui kidole kikaeje, sijui ukikaji wa meza ufanyeje. Lakini mtu akikusema vibaya, wewe usiseme vibaya, mjibu politely, kitu ambacho mimi siwezi. Wakinikera mimi nabwatuka tu. Nikirudi ofisini, msaidizi wangu wa diplomasia ananiambia, Mheshimiwa Kimpale, leo ulikuwa hivi. Naambia hiyo kazi yako wewe. Mimi wamenikera, wamesema na mimi nasema. Kwa hiyo utapita kwenye crash program ya kuambia ubalozi ni nini, and then tutakupangia kituo. Utakia kazi njema. Haya, nadhani wote nimesema nao. Ndugu zangu walio hapa na mlio kwenye viti, mlio kwenye nafasi, kazi yetu ni kulifanya taifa hili liendelee. Kazi yetu ni kwenda kuitekeleza dira yetu ya miaka 25 ijayo, ambayo itaishia 50. Tatoka mimi kesho kutwa, ataingia mwingine, nadhani atatoka mwaka gani sijui 40, ataingia mwingine ndio kuja kumaliza utekelezaji wa dira ya 2050. Lakini sisi ndio wa kuweka msingi. Kama tulivyokuta msingi wengine wameweka, sisi tukajenga juu, na sisi ndio wa kuweka msingi wa utekelezaji wa dira ambayo tunakwenda kuitekeleza. Kwa hiyo niombe kila mtu akafanye wajibu wake. Kila mtu akawajibike na pale anapotakiwa kuwajibika. Niombe sana ndugu zangu. Sasa mimi kwangu ni jicho. Nani anacheza vipi? Ukiona steps zako haziendani na ngoma ninayoipiga, basi tutatupisha tu pembeni, niangalie nani mwingine miguu yake miepesi ambaye anaweza akaendana na steps za ngoma ninayoipiga. Sawa ndugu zangu, nawatakia kila laheri, kazi njema. Wale waliofikiri labda tukiingia kutakuwa na pindua meza, mambo yaanze upya, hapana. Hii serikali inaendelea. Kwa hiyo kutakuwa na mabadiliko, patches, kubadilishana vituo, kubadilishana sekta, hayo yatakuwepo. Lakini mpaka mtu akithiri sana ndio atakaa pembeni. Asipokithiri tutakwenda pamoja, tutarekebishana, tutakwenda pamoja. Kwa hiyo kachapeni kazi, kafanyeni kazi zenu. Tanzania ina midomo mingi mikubwa, kila unalofanya linatafsiriwa. Sasa nilikuwa naona mambo mengi, waziri katolewa, kiko wapi? Nacho kuambieni, nimelea, amekuwa na muexpose kwenye sectors. Ndicho nilichofanya. Na wote nilio wasogeza ni hivyo hivyo. Nalea, wanakuwa na wapeleka. Wengineko ningeacha Adumaye na mimi hapa. Mimi kesho kutwa natoka, future yake iko wapi? Nimwache Adumaye na mimi hapa. Anayekuja atakuja na wakwake. Kwa hiyo acheni midomo ya uongo. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa heshima na taadhima tunakushukuru, na sasa naomba uruhusu